Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini, amen. Basi watu wa Mungu, kitabu hiki chetu chenye maneno haya, moyo wa ibada, binafsi nimekisoma na nimekimaliza chote. Ni miongoni mwa vitabu vizuri kabisa ambavyo vinanibariki, na ninapokisoma kama sijakisoma kabisa, kwa sababu kila ninapokisoma kinaongeza vitu vikubwa ndani yangu. Vitabu vyote ambavyo mtumishi wa Mungu amewahi kuviandika nimekuwa nikivisoma na nikivipitia. Karibuni hapa nimekipitia kitabu kinaitwa Amani ya Kristo, na kimenisaidia pia. Amekiandika baba, lakini najua bado hajakitangaza, lakini ni kitabu kizuri. Lakini pia na miongoni mwa vitabu ambavyo tumejifunza mahusiano, kuhusiana na mahusiano katika mawasiliano, au umuhimu wa mawasiliano katika mahusiano, au umuhimu wa mawasiliano kwenye mahusiano. Lakini pia namna imani inavyoweza kutusaidia kumshinda shetani. Vitabu hivyo vimejenga maarifa makubwa sana ndani yangu na vimenisaidia kunitengeneza jinsi nilivyo leo. Kwa hiyo kitabu hiki chetu tutaangalia mambo machache siku ya leo, hasa tukiangalia katika eneo la utangulizi katika mambo machache ambayo yameandikwa. Lakini kitabu ambacho kina sura takribani 9 unaweza kwenda kupitia na ikakusaidia. Sura ya kwanza ya kitabu hiki kinazungumzia kuhusiana na moyo wa ibada. Sura ya kwanza hapo utajifunza kwa ukubwa kujua moyo wa ibada maana yake ni nini. Lakini sura ya pili imebeba inazungumzia moyo uliopoteza hali ya ibada. Baada ya kujua moyo wa ibada, kwa hiyo sura ya pili itakuonesha ama itakufundisha au itakupa maarifa kujijua au kujua moyo uliopoteza hali ya ibada unakuwa katika namna gani. Lakini sura ya tatu ni wito sasa wa kumwabudu Mungu. Njooni tumwabudu Mungu. Sura ya tatu, baada ya kujua moyo wa ibada na kujua moyo uliopoteza hali ya ibada unakuwa katika hali gani, kwa hiyo tunapewa wito au tunaitwa kuja kumwabudu Mungu. Kwa hiyo sasa tunaanza kuangalia namna ambavyo tunapaswa kumwabudu Mungu. Lakini sura 4 imejaa ina maneno yanasema ukamilifu wa mtu anayemwabudu Mungu. Ukamilifu wa mtu anayemwabudu Mungu. Sura ya 5, nia na kiu ya kumwabudu Mungu. Sura ya 6, waabuduo halisi. Sura ya 7, malaika wanavyomwabudu Mungu. Ni vizuri kuona pia mfano wa namna ambavyo malaika wanamwabudu Mungu mbinguni, na sisi tukajifunza kupitia wao ili tumwabudu Mungu katika roho na kweli. Lakini sura ya 8 inaonyesha namna ambavyo Ibrahim anavyofundisha kumwabudu Mungu, namna ambavyo alikufanya mtumishi wa Mungu Ibrahim. Inatuonyesha namna ambavyo anaweza kutufundisha kwa mfano namna ya kumwabudu Mungu. Sura ya 9 inazungumzia aina ya ibada, inategemea aina ya mafundisho. Kwa hiyo ni muhimu sana tukapita pia kuyajua mafundisho ambayo yanaweza kukupotezea ibada ndani yako, lakini yanaweza kuharibu ibada yako na Mungu aliye hai. Sura ya ukurasa wa mwisho pale utaona kuna mambo mengine yanazungumziwa kuhusiana na marejeo, hasa yale ambayo yametumika kukiandika kitabu hiki. Hasa asilimia kubwa ya marejeo ni kitabu Biblia Takatifu. Kwa hiyo Biblia Takatifu Mungu amemtumia mtumishi wa Mungu kwa uongozi wa Roho Mtakatifu na kumfundisha, na yeye amerejelea pakubwa katika Biblia, lakini pia katika vitabu vingine ambavyo aliweza kuviandika. Sasa leo nina mambo machache ambayo nataka tuyaangalie katika eneo la utangulizi, ambao litatupa picha nzima ya kitabu chetu hiki cha moyo wa ibada. Na katika kitabu hiki cha utangulizi, katika eneo hili la utangulizi, nimeainisha mambo takribani 6 ambayo yatakupa mwelekeo kwa namna ambavyo utakapokuwa unakisoma kitabu hiki, namna gani uzingatie unapokisoma kitabu hiki mpaka utakapokimaliza. Bwana Yesu asifiwe. Ni Roman 1 kwa wale ambao wana kitabu hiki, utangulizi kwa wale ambao wana kitabu hiki. Na tumekuwa tukisoma wote kwa pamoja kadri ambavyo tunaweza kukisoma taratibu bila kuharakisha, ili tunapotoka hapa tuwe unaposoma peke yako uwe umejifunza na umeelewa, na tunapokuwepo hapa kwa pamoja wote tunaendelea
kujulishana zaidi yale ambayo waliyaona na mimi sikuyaona. Kwa hiyo unaweza ukapata mtaji mkubwa wa maarifa. Ni muhimu sana. Biblia inasema apendaye mafundisho hupenda maarifa, bali yeye achukiaye kulaumiwa ni kama mnyama. Kwa hiyo hakikisha, tena si vyema nafsi ya mtu ikakosa maarifa. Hakikisha unapata maarifa yatakayokujenga na kukusaidia. Sasa jambo la kwanza katika utangulizi unaoonyesha picha ya mwisho wa kitabu hiki, mtumishi wa Mungu ameandika, anasema moyo una nafasi muhimu sana katika ibada au katika hali ya mtu kumwabudu Mungu. Kwa hiyo ni jambo la kwanza ambalo unapaswa kuliainisha kabisa kwenye utangulizi wa kitabu hiki. Moyo una nafasi muhimu sana katika ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo una nafasi muhimu sana katika ibada, na mtumishi wa Mungu ameeleza vizuri. Huwezi kutenganisha ibada na moyo. Huwezi kutenganisha moyo na ibada. Hivi ni vitu ambavyo vinaenda kwa pamoja. Ndio maana nasema moyo una nafasi kubwa sana katika ibada au katika hali ya mtu kumwabudu Mungu. Hilo ni jambo la kwanza na la muhimu sana kulielewa tunapokisoma kitabu hiki, na litakusaidia kwa ukubwa sana. Anasema huwezi kuzungumzia swala la mtu kumwabudu Mungu bila kumhusianisha mtu huyo na moyo wake. Kwa hiyo huwezi kutenganisha kabisa. Mtu unapozungumzia kumwabudu Mungu, huwezi kumtenganisha mtu moyo wake na hali yake ya ndani kumwabudu Mungu ukavitenganisha. Lazima ibada iambatane na moyo wake au hali yake ya ndani. Sasa ukisoma kwenye kitabu kile cha Samuel wa kwanza sura ya 16 na mstari wa 7, unaweza kukuta pale Biblia inaeleza vizuri. Samuel wa kwanza sura ya 16 na mstari ule wa 7. Wakati Mungu anamtuma mtumishi wa Mungu Samuel kwenda kwenye nyumba ya Yese kumpaka Daudi mafuta, au mfalme ambaye Mungu alikwisha kumwandaa. Utaona wakati Samuel anaingia kwenye nyumba ya Yese na kuwaita watoto wake wapite mbele, walipita vijana wengi wote watoto wa Yese, watoto wote wa Yese. Na wakati Samuel anawaangalia, aliona ni majitu makubwa yenye muonekano mzuri sana kwa jinsi ya nje. Lakini Mungu akamwambia, mimi sitazami kama wanadamu wanavyotazama, ninauangalia moyo. Samuel wa kwanza sura ile ya 16 na mstari wa 7. Mungu anamwambia Samuel, ninautazama moyo. Kwa hiyo Mungu anauangalia moyo wa mwanadamu sana katika eneo la ibada au hali yake ya kumwabudu Mungu, na uwezi ukavitenganisha swala la ibada na moyo wa mtu, kwa sababu ndani ya moyo wa mtu ndipo ambapo kumebeba mahusiano ya dhati na hali ya huyo mtu anayemwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la pili ambalo unapaswa kulichukua utakapokisoma kitabu hiki ni kuelewa kwamba kumwabudu Mungu ni hali ya ndani ya mtu. Kumwabudu Mungu ni hali ya ndani. Kumwabudu Mungu kunahusisha hali ya ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo ambapo kitabu hiki kinaeleza. Biblia inasema, mwandishi anasema, kitabu hiki kimebainisha kwamba kumwabudu Mungu sio tu swala la kutekeleza ibada za kimwili kama vile kusali na kuimba nyimbo za kumsifu Mungu. Hili ni swala la moyo, ni hali ya ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumwabudu Mungu ni hali ya ndani. Kama una kawaida ya kupigia mstari ili usisahau, unaweza kupigia paragrafu ya pili hapo. Anasema hili ni swala la moyo, ni hali ya ndani ya mtu. Kwa hiyo kumwabudu Mungu sio swala la kuimba au kucheza tu kwa jinsi ya nje, si swala la kuinua mikono na kusifu. Hapana, ni hali ya ndani ya mtu, inahusisha moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Namna moyo wako ulivyo ndio unamaanisha hali yako ya ibada kwa Mungu aliye hai. Kwa hiyo kama unaweza ukaimba vizuri, tukakuona unacheza, unainua mikono vizuri, unaomba,
unasifu vizuri, lakini kama hali yako ya ndani haiko sawa na Mungu, uwe na uhakika hakuna ibada unayopeleka kwa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kinachoenda kwa Mungu aliye hai ni hali yako ya ndani. Bwana asifiwe. Kumwabudu Mungu ni hali ya ndani. Pigia mstari hilo eneo. Kumwabudu Mungu ni hali ya ndani. Na tutakapojifunza kitabu hiki tutapita huko na kuangalia namna gani ambavyo tunapaswa kumwabudu Mungu kwa jinsi ya ndani. Sio swala tu la kusali au kuimba nyimbo za kusifu, lakini ni hali yetu ya ndani. Lakini Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu ambalo utaliona unapokisoma kitabu hiki, jukumu kubwa ni hili. Jukumu kubwa la moyo ni kuelekeza nia zetu na hisia zetu kwa Mungu. Jukumu kubwa la moyo ni kuelekeza nia zetu na hisia zetu kwa Mungu. Kwa nini hatuwezi kutenganisha moyo na ibada? Kwa sababu moyo umebeba hisia ndani, moyo umebeba nia ndani. Kwa hiyo moyo ndio unaosukuma hisia zetu na nia zetu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Baba ameandika vizuri kwenye kitabu chake kile cha mahusiano, umuhimu wa mawasiliano katika mahusiano. Ameandika vizuri na kuainisha aina tofauti za hisia. Ameelezea kuhusiana na nia pia. Kwa unapozungumzia kuhusiana na hisia, tunazungumzia hisia. Unaweza ukawa na hisia chanya, kwa maana kwamba hisia za furaha, hisia ya amani, hisia za upendo. Unazo hisia za namna hiyo. Lakini unaweza ukawa mtu akawa na hisia hasi, hisia za chuki, hisia za uhasama, hisia za uadui. Lakini huyo mtu anaingia kanisani kumwabudu Mungu. Kwa hiyo huo na hakika Mungu anaiangalia hisia yako, kwa sababu moyo unapeleka hisia zako kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ukiingia kanisani lakini una chuki na ndugu yako, ukiingia kanisani una uadui, una uhasama na ndugu yako, wewe na hakika moyo wako unapeleka taarifa kwa Mungu. Na Mungu anaangalia, anaipima, hii ni ibada yenye kiwango gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini upande wa nia, kwa maana kwamba anazungumzia mawazo, fikra. Biblia inasema Mungu anafanya kazi ndani yetu katika kitabu cha Wafilipi kwa kutaka kwetu na kunia kwetu. Kwa maana kwamba namna ambavyo tunafikiri, namna ambavyo tunawaza, moyo una jukumu ya kusogeza hivi vitu kwa Mungu aliye hai. Sasa Mungu anapoangalia fikra zako, anapoangalia mawazo yako, anajua ndani yako umebeba ibada ya namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Mawazo, unaweza ukawa uko hapa, lakini mawazo yako hayapo kanisani kabisa. Nina uhakika na hilo ninachokizungumza. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna wengine wanaweza wakawa wamejistukia kafikiri mtumishi nimewasema. Hapana, sijamsema mtu, lakini nasema hivi, unaweza ukawa hapa, mawazo yako na fikra zako zisiwe hapa, na uwe na uhakika hutakuwa na ibada mbele za Mungu. Kwa sababu ili ibada ilete matokeo, lazima hivi vitu vitatu vizingatie: nafsi yako, roho yako na mwili wako, vyote vipatane. Mwili wako ukiwa ibadani, alafu nafsi yako au roho yako, kwa maana kwamba mawazo yako na hisia zako ziko mahali pengine, hakuna ibada ndani yako, na hakuna ibada inayompendeza Mungu ndani yako. Maana gani? Moyo wako unapeleka taarifa. Amesema mwandishi, amesema moyo, paragrafu ya 3 ile Roman ya kwanza, anasema kwenye eneo la utangulizi, moyo una jukumu katika kuelekeza nia zetu na hisia zetu kwa Mungu. Kitabu kimeweka bayana na kwa kina jinsi ambavyo kumwabudu Mungu kwa moyo hakuna maana nyingine zaidi ya mtu kuwa na uhusiano wa karibu naye, kumwelewa, kujitoa na kujitolea kwake kwa upendo. Moyo ulio safi, anasema hivi, moyo ulio safi unaomcha Mungu hutusaidia kuwa na nia njema na ukaribu katika ibada zetu. Kama nilivyoeleza hapo, mwandishi ameeleza vizuri. Jukumu la moyo kama jambo la 3 ni kupeleka hisia zetu kwa Mungu na kupeleka nia zetu kwa Mungu, kwa maana kwamba hali zetu za ndani za kihisia na nia zetu.
kwa sababu Mungu anapendezwa na moyo ulio safi. Mtu ambaye anaweza kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu ni mtu mwenye moyo safi. Anasema kwenye kitabu kile cha Zaburi sura ile ya 24, ni nani atakayesimama katika mlima wa Bwana? Ni mtu mwenye moyo safi, mwenye mavazi meupe, mtu mwenye mikono safi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu ambaye anaweza kusimama kwenye nyumba ya Bwana, au mtu anaweza kutoa ibada kwa Mungu aliye hai, ni mtu mwenye moyo safi. Ndivyo ambavyo Biblia inaainisha na mtumishi wa Mungu anaeleza hapa. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua moyo wako una jukumu kubwa sana la kuelekeza nia zako na hisia zako kwa Mungu aliye hai, na kupitia hayo Mungu anapima aina ya ibada unayomtolea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mtumishi hapa unaweza kuona yale maneno ya mwisho, paragrafu ile ya 3, anasema kumwabudu Mungu kwa moyo ni hali ya mtu kuwa na uhusiano wa karibu naye, kumwelewa, kujitoa na kujitoa kwake kwa upendo. Paragrafu ya 3 ile, maneno yale ya mwisho pale, utaona mtumishi wa Mungu anaeleza hapa. Lakini nataka uone jambo la nne ambalo utaliona unaposoma kitabu hiki kwa undani na litakusaidia. Kumwabudu Mungu ni mtindo wa maisha. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni jambo la 4 ambalo lazima utaliona utapokuwa unakisoma kitabu hiki, na itakueleza vizuri. Swala la kumwabudu Mungu ni mtindo wa maisha, na nikoti vizuri hapa. Baba ameandika kwenye ile paragrafu ya 4, anasema maisha ni ibada na ibada ni utumishi kwa Mungu aliye hai. Maneno haya utaona yamerudiwa mara nyingi kwenye kitabu hichi. Maisha ni ibada na ibada ni utumishi kwa Mungu aliye hai. Ndio maana sasa anasema mtumishi wa Mungu na mwandishi wa kitabu hiki, kumwabudu Mungu ni mtindo wa maisha. Kumwabudu Mungu si Jumapili tu unapokuja kanisani, unapoinua mikono juu, ama unapoimba au unapoabudu au unapoomba. Ni mtindo wa maisha. Na amewahi kuandika kwenye kitabu chake, ameandika na kusema kwenye kitabu kile cha Mahusiano, maisha ni jumla, na huku pia ameandika maisha ni jumla ya vitu mtu anavyofanya, jumla ya vitu vyote mtu anavyofanya. Bwana Yesu asifiwe. Namna unatembea, namna unapovaa, namna unavyokula, namna unavyoongea, namna unavyohusiana na watu, hiyo namna unavyofanya, namna yote hiyo imebebwa na kitu kinachoitwa maisha. Kwa hiyo huo ndio mtindo wa maisha yako. Ibada inaonekana kwenye mtindo wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana utaona mtumishi wa Mungu Paulo anaandika kwenye kitabu cha Warumi, anawaambia Warumi sura ile ya 12, anawaambia basi kuanzia mstari wa 2 na 3, msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe nia zenu, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Anasema msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Kwa nini Paulo anazungumza kitu cha namna hii? Kwa sababu dunia ina namna yake ya kufanya. Dunia ina mtindo wa maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ibada ni mtindo wa maisha, na wewe ukawa na mfumo au mtindo wa maisha ya dunia, uwe na uhakika utakuwa unapishana na ibada ambayo unaipeleka mbele za Mungu. Kwa sababu maisha yako na mtindo wa maisha yako hayatakuwa yanashahabiana na mtindo wa maisha ya ufalme. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua ibada yako inaoneshwa kwenye maisha yako, kwamba ni mtindo wa maisha. Ameandika vizuri mtumishi, anasema kitabu kimeeleza jinsi ambavyo kumwabudu Mungu ni mtindo wa maisha unaounganisha kila sehemu ya maisha yetu, na kwamba kumwabudu Mungu kwa moyo kunapaswa kuwa sehemu ya kila siku na sio tu ya wakati wa ibada. Kama nilivyosema, sio tu wakati wa Jumapili basi mtu unaonekana kabisa, wote tunaonekana tumependeza na tumevaa mavazi ya kujistari na kujisitiri. Ni jambo jema na ni jambo zuri, lakini itafaa nini
unakuwa mtakatifu Jumapili, lakini wiki nzima au siku sita unakuwa ni mtu mwenye maisha machafu, mtu mwenye maisha maovu, ni jambo ambalo halipendezi mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana mtindo wetu wa maisha kila Jumapili uwe ndo mtindo wetu wa maisha kila siku. Bwana asifiwe. Ameandika mtumishi wa Mungu hapo, anasema hivi, anasema kila sehemu ya maisha, anasema hivi kwenye ile, kitabu kimeleta jinsi ambavyo kumwabudu Mungu ni mtindo wa maisha unaounganisha kila sehemu ya maisha yetu, na kwamba kumwabudu Mungu kwa moyo kunapaswa kuwa sehemu ya kila siku na sio tu wakati wa ibada. Kumwabudu Mungu kunapaswa kuwa sehemu ya kila siku, sio wakati tu wa ibada. Ukiwa ibadani unazungumza vizuri, unasema vizuri, lakini ukitoka kuna namna unazungumza, unahusiana na watu tofauti. Hiyo haipaswi kuwa hivyo. Lazima maisha yako ya kila siku yaoneshe kwamba una ibada iliyo hai, yaoneshe kwamba una moyo wa ibada kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini jambo la tano wakati namalizia, nilisema nitazungumza mambo machache tu. Jambo la tano ambalo utalipata kwenye kitabu hiki ni utakutana na mifano mbalimbali, lakini mifano hii itakuonesha kwamba kuwa na moyo wa ibada inawezekana. Unaweza kuandika inawezekana kuwa na moyo wa ibada, alafu nitakuelekeza kwa nini inawezekana kuwa na moyo wa ibada. Mimi na wewe inawezekana tukawa na moyo wa ibada kwa Mungu aliye hai. Inawezekana kabisa. Inawezekana. Kwa nini? Anasema kwenye paragrafu ile ya 5, anasema msomaji atapata faida ya kujua moyo ulivyo na nafasi muhimu katika kumwabudu Mungu, na kwa sababu hiyo tunahitaji kuwa na moyo ulio safi, uliojaa upendo, uchaji na utii kwa Mungu. Lakini msomaji pia atajipatia fursa ya kuona mifano ya kibibilia ya watu waliokuwa na moyo wa ibada na kumwabudu Mungu katika maisha yao. Kwamba utapata nafasi ya kuona mifano ya kibibilia. Kumbe kuna watu walikuwa na moyo wa ibada, na mtumishi wa Mungu amewatumia hao kama mifano ili kutufundisha. Kwa hiyo anatuonesha kwamba kama kuna wengine walikuwa na moyo wa ibada, na sisi tunaweza kuwa na moyo wa ibada. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana kuwa na moyo wa ibada. Bwana asifiwe sana. Na mimi niseme tu binafsi, nimeona wakati nakisoma kitabu hiki, nimeona kwanza, yani wa kwanza ninaweza kujifunza ni mwandishi wa kitabu, aliandika kitabu hichi, kwa maana kwamba mchungaji ni mtu mwenye moyo wa ibada ndani yake. Bwana asifiwe. Yani mpaka amekiandika hichi kitabu nimejifunza na nimeona kwamba ni mtu mwenye moyo wa ibada ndani yake. Naweza tu mkao mnamwangalia. Bwana Yesu asifiwe. Nimesikia makofi kwa mtu mmoja. Kama mnaweza kuchapa makofi kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Amen. Kama unataka kujifunza namna ya kuwa na moyo wa ibada kwa kuona, kwa sababu haya tunajifunza. Mtumishi wa Mungu amesema inawezekana kuwa na, nimesema inawezekana kuwa na moyo wa ibada kwa sababu amesema tutaona mifano tunapokisoma kitabu hiki. Naomba mfano wa kwanza uwe ni baba. Bwana Yesu asifiwe. Tunamwangalia, tunaweza kumsoma Daudi, tunaweza kumsoma Ibrahim, tunaweza kumsoma namna ambavyo walikuwa na moyo wa ibada. Lakini kwanza tujifunze kwa Pastor Undole namna ambavyo yeye ana moyo wa ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo itatusaidia tunapojifunza kwa kuona ndani yetu, tutamwabudu Mungu katika roho na kweli. Bwana asifiwe. Inawezekana kuwa na moyo wa ibada. Lakini jambo la mwisho au jambo la 6 utakapokisoma kitabu hiki na tutakapoendelea kukiona, nimeandika maneno haya: jikosoe na kujisahihisha. Jikosoe na kujisahihisha. Kwa mabano unaweza kuandika jitathmini. Jikosoe na kujisahihisha au jitathmini. Mtumishi wa Mungu ameandika kwenye paragrafu ya mwisho hapa, anasema msomaji atakapomaliza kukisoma kitabu hiki, naamini ataweza kujitathmini na kujua kama hali yake ya kumwabudu Mungu
huwa inahusisha moyo wake au la, na kumfanya kuchukua hatua stahiki za kujikosoa na kujisahihisha, ili maisha yawe ni ibada inayokubalika, ibada yenye maana na kumpendeza Mungu. Bwana asifiwe sana. Tutakapomaliza kukisoma kitabu hiki, lakini wakati tunaendelea kukisoma kitabu hiki, hebu ndani yako jikosoe na kujisahihisha, kujua ndani yako una hali ya ibada na hali yako ya ibada inamhusisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema jambo la mwisho hili, utakapokifunika hichi kitabu au wakati unaendelea kukisoma kitabu hiki cha moyo wa ibada, jambo la mwisho utapaswa kujitathmini, utapaswa kujikosoa au kujisahihisha, kwa maana kwamba hali yako ya ibada na mahusiano yako na Mungu yapoje. Hali yako ya ibada inahusisha moyo wako inavyotakiwa katika kumwabudu Mungu. Na utaona mwisho wa kitabu hichi mwandishi ameandika sala ambayo itakuongoza kwenye toba. Unaweza kufungua ule ukurasa wa mwisho wa kitabu hiki, utaona pale mwishoni kuna sala, ukurasa wa 88, kuna sala inayokuongoza kwenye toba. Kama ukishajikosoa na kujisahihisha na kuona ndani yako hauna hali ya ibada inayotakiwa, hauna hali ya ibada ambayo inampendeza Mungu, kwa hiyo utapata nafasi ya kujisahihisha na kujikosoa. Bwana asifiwe sana. Daudi anazungumza maneno haya kwenye kitabu kile cha Zaburi, Zaburi 139 mstari wa 23, anasema Bwana uchunguze moyo wangu. Bwana uchunguze moyo wangu. Zaburi 139 mstari wa 23. Bwana uchunguze moyo wangu. Kwa hiyo ni nafasi ya kipekee ya kujikosoa wewe mwenyewe. Kama Daudi alikuwa anaweza kuadmit ama akakubali na kumwambia Mungu, hebu chunguza ndani yangu, chunguza moyo wangu, maana yake alikuwa tayari kurekebisha hali yake ya kimahusiano na Mungu kama hali yake haiko sawa. Anasema pia kwenye Zaburi ile ya 19 na mstari wa 14, anasema mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa changu yapate kibali mbele zako. Daudi, unaona, ni mtu ambaye alikuwa na moyo wa ibada wa tofauti kabisa. Ni mtu ambaye alikuwa anatamani moyo wake na yanayotoka ndani ya moyo wake, yanayotoka kwenye kinywa chake yapate kibali mbele za Mungu aliye hai. Kwa hiyo utakapokisoma kitabu hiki utajisahihisha na utajikosoa mwenyewe hali yako ya kiibada ndani ipo, ili umwambie Bwana, mawazo yangu na maneno yangu yapate kibali mbele zako. Nipe moyo wa ibada, nipe kukuabudu si kwa jinsi ya nje tu, lakini ni kuabudu kwa namna ya ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru, asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye amechukua kimoja kitakachomsaidia, ya kwamba umetufundisha katika utangulizi huu kupitia mtumishi wako na mwandishi wa kitabu hiki, mfalme wa wafalme. Moyo una mahusiano makubwa au una nafasi kubwa katika ibada zetu. Hilo ni jambo la kwanza na ambalo hatupaswi kuliacha, kulifahamu, likakaa kwenye maisha yetu, likakaa kwenye fahamu na fikra zetu na mioyo yetu, kujua ya kwamba moyo una nafasi kubwa katika ibada tunayokutolea. Bwana, tusaidie kuwa na moyo wa ibada. Jambo la pili, Bwana, umetuelekeza ya kwamba unajua kabisa kumwabudu, inatupaswa kujua kabisa kukuabudu wewe ni hali ya ndani, wala si tu kuimba wala kusifu wala kuinua mikono juu. Ni hali yetu ya ndani ya kimahusiano na wewe Mungu uliye hai. Tusaidie hali zetu za ndani zikulingane wewe, ziwe sawasawa na jinsi unavyotaka. Lakini jambo la tatu, umetuelekeza na kutukumbusha ya kwamba moyo unasukuma hisia zetu na nia zetu kwako Mungu uliye hai. Zichunguze hisia zetu na nia zetu. Wakati moyo unapeleka taarifa kwako Bwana, hisia zetu ziwe chanya, mawazo yetu na nia zetu, mawazo yetu yapate kibali mbele zako. Lakini jambo la nne, Bwana, umetukumbusha ibada ni mtindo wa maisha.
Mfalme wa amani, tunapoonekana Jumapili na tunapotoka katika wiki nzima, maisha yetu yawe ni ibada, kwa sababu ibada ni maisha ni ibada, na ibada ni kukutumikia wewe Mungu le hai. Jambo la 4 Bwana umetukumbusha, jambo la 5 Bwana umetukumbusha kuishi katika moyo wa ibada. Kuwa na moyo wa ibada inawezekana. Kama wengine waliweza kuishi na wakaonesha moyo wa ibada, na sisi inawezekana kuwa na moyo wa ibada. Tupe moyo wa ibada sawa sawa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Lakini mwisho tupe kujitathmini na kujikosoa, ili tutengeneze mahusiano yetu ya ndani na kuwa na ibada bora kila wakati tunapokutolea katika mwaka huu wa 2026 na siku zote za maisha yetu. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini katika uwezesho wako. Amen. Naweza kumchapia Bwana Yesu makofi. Mungu awabariki sana. Chapie Mungu makofi mengine mazuri. Jamani, kitabu kitamu sio kitamu. Asante sana mtumishi wa Mungu Kotei, Mungu akubariki. Hiyo ni hamasa tu sasa ya wewe kwenda kukisoma kitabu vizuri zaidi. Kwa unyenyekevu mkubwa ni mshukuru Mungu kama alivyosema, kama mimi kweli naweza kuonekana ni mfano wa watu kuniangalia na kwenda kwa Mungu kwa habari ya ibada, basi Mungu atukuzwe sana, kwa sababu yeye ndio anayetutengeneza. Utukufu na heshima viwe kwake. Lakini amesema ibada ni inahusianishwa na moyo, si ndio? Kwa hiyo ukiona unachelewa ibada, hakuna sababu zingine isipokuwa shida iko wapi? Iko kwenye moyo. Ukiona unawahi ibada, basi sio sababu nyingine, swala liko kwenye moyo. Moyo unaelewa. Sawa sawa jamani? Ibada sio desturi ya taratibu tulizo nazo. Ibada ni uhusiano na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale watu tuliosoma wiki iliyopita, Yesu anawaambia kwamba ninyi mnanifuata sio kwa sababu mliona miujiza, ila kwa sababu mlikula mikate mkashiba. Hawakuwa na moyo wa ibada. Ndicho tu simply Yesu anachokisema. Hawakuwa na moyo wa ibada. Kwa hiyo tumuombe Mungu atufanye kuwa ibada. Umenifanya ibada ni kuabudu. Maisha ni ibada, na ibada ni kumtumikia Mungu aliye hai. Hujamwabudu Mungu, hujamtumikia Mungu aliye hai. Hujafanya hivyo, hauna maisha hata kama unaishi. Bwana asifiwe sana. Waimbaji, karibuni tuendelee na ibada yetu kama ambavyo inaendelea. Karibuni sana kwa nyimbo za tenzi.